Mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, ni fursa ya pekee na baraka kwamba tunaweza tukashiriki pamoja neno la Mungu. Nikualike mtazamaji, kama uko karibu na Biblia, kama uko mbali, yawezekana na television yako, waweza kusogea ili ya kwamba tuweze kushiriki leo neno la Mungu. Na tunapokwenda kujifunza neno la Mungu siku ya leo, hebu tufumbe macho tuweze kuomba. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, asante kwa sababu ya fursa ambayo umetupatia kujifunza neno lako. Tunaomba ya kwamba neno hili liweze kuwa baraka kwa mtazamaji na kwangu pia, ili ya kwamba mwisho wa neno hili kila mmoja akaseme ilikuwa vyema kukusikia wewe. Jitukuze wewe katika ibada ya leo, katika jina la Yesu, amen. Mtazamaji, nakukaribisha, naamini yuko karibu kabisa na runinga yako uweze kubarikiwa. Na leo tutakuwa na swali la muhimu sana ambalo tutajiuliza, na swali lenyewe ni hili: je, furaha yako inatoka wapi? Furaha yako inatoka wapi? Ndio swali ambalo tuko nalo katika siku ya leo. Na katika kutafakari swali hili, ninatamani uweze kuwa makini sana ili uweze kuelewa, kwa sababu nitakuwa na points ambazo zitahitaji wewe uweze kutafakari, lakini tutajifunza neno la Mungu ili tuweze kuelewa kwamba furaha yetu inatoka wapi na inapatikana wapi. Katika kujifunza neno la Mungu, katika maisha yangu ya kujifunza neno la Mungu, Biblia ni kitabu ambacho kinawapatia wanadamu furaha ya kweli. Biblia ni kitabu kinachowapatia wanadamu furaha ya kweli. Na katika muktadha wa Biblia, wanadamu wote ni wasafiri ambao wanapambana. Na katika mapambano tunategemea kufurahi na kushangilia mwishoni. Na kwa sababu hiyo, watu wote ambao wanasoma Biblia wanategemea kuwa na furaha na kushangilia baadaye ushindi. Lakini katika maisha haya hapa duniani, yako mambo ambayo yanawapatia watu furaha. Yako mambo ambayo yanawapatia watu furaha. Na katika kujifunza somo la leo, twaweza kujiuliza furaha ni nini? Na nikawa najifunza hapa nikafurahi kujua ya kwamba furaha ni hali ya kihisia au muhemko chanya ambao unatokana na kuridhika. Mtu anaporidhika, muhemko chanya kutokana na kuridhika. Lakini pia furaha yaweza kutokana na mtu kupata kitu. Wewe furaha yako inatoka wapi? Mtu anapopata kitu kipya, mfano akapata simu mpya, anapata furaha. Kuna hisia chanya zinakuja katika moyo wake. Mtu anaponunua nyumba, anapoingia katika nyumba mpya, anapata furaha. Na swali letu ni moja tu katika somo letu la leo: furaha yako inatoka wapi? Nimewaambia muktadha wa Biblia ni kuwapatia watu furaha. Nimewaambia katika dunia hii kuna mambo ambayo yanaleta furaha, na hivyo watu, kuna mambo mengi yanayowaletea furaha, na usipokuwa makini unaweza ukawa na furaha lakini isiwe furaha ya kweli. Unaweza kuwa na muhemko chanya wa kihisia lakini usiwe muhemko wa kweli. Leo niko hapa kuuliza swali: furaha yako inatoka wapi? Wako watu ambao michezo ya dunia hii inawapa furaha. Wakati timu zao zinaposhinda, huwa mioyo yao inapata furaha. Lakini wako watu ambao wanapokuwa katika starehe zao, wanaposhiriki mambo yao mbalimbali, huwa wanapata furaha. Lakini swali ni lile lile: furaha yako inatoka wapi? Mtu mmoja katika Biblia anaitwa Sauli, ambaye aliishi duniani. Aliishi akiwa katika maisha yake ya kwanza, aliishi akiwa hana furaha, kwa sababu alikuwa akiishi katika maisha ambayo Mungu hakuwa amemkusudia. Aliishi katika maisha ambayo yalikuwa sio mpango wa Mungu, na kwa hivyo akaishi katika maisha ya kuwa na mawazo na vitu ambavyo vimegubika katika maisha yake. Katika somo letu la leo tutamuona mtumishi wa Mungu huyo Sauli na kujifunza mambo ya muhimu katika kitabu cha Matendo ya Mitume. Mtazamaji, Matendo ya Mitume sura ile ya 9 na ule mstari wa kwanza, tunakutana na mtumishi wa Mungu anayeitwa Sauli
ambaye yeye aliishi maisha ya kwanza ya maisha yake bila furaha, na mpaka alipokutana na kitu hiki tunachokiona ndipo alipopata furaha ya kweli. Biblia inasema, Matendo ya Mitume sura ile ya 9 na ule mstari wa kwanza, Biblia inasema, lakini Sauli akazidi kutisha na kuwaza kuwaua wanafunzi wa Bwana. Akamwendea kuhani mkuu, akataka ampe barua za kuenda Dameski zilizoandikwa kwa masinagogi, ili akiona watu na wa njia hii, waume kwa wake, awafungue na kuwaleta Yerusalemu. Hata alipokuwa akisafiri, akiwa anakaribia Dameski, ghafla ikamwangaza kote nuru kutoka mbinguni. Kwa hiyo huyu ni mtumishi wa Mungu Sauli, na Sauli Biblia inasema akazidi kutisha akazidi kufanya mambo kwa nguvu. Huyu Sauli ambaye baadaye aliitwa Paulo alikuwa akifanya kazi kwa nguvu na ujasiri, lakini katika kazi yake aliyokuwa akifanya hakupata furaha. Huyu mtumishi wa Mungu, kazi yake kama Biblia ilivyotuambia ilikuwa ni kwenda kuwaua watu, kwenda kuwatesa watu, kwenda kuwafanyia watu mambo mabaya, kuwakamata watu na kuwafunga. Na katika kazi yake hii mtumishi wa Mungu hakuweza kupata furaha. Mtumishi wa Mungu hakuweza kupata hisia chanya ambazo tunajiuliza leo, furaha yako inatoka wapi? Mtumishi wa Mungu katika kazi hii, Biblia inasema hata alipokuwa akisafiri, ikawa anakaribia Dameski, ghafla ikamwangaza kote nuru kutoka mbinguni. Akaanguka chini, akasikia sauti ikimwambia, Sauli, Sauli, mbona waniudhi? Mstari wa 5, akasimama akasema, nani wewe Bwana? Naye akasema, mimi ndimi yule unayeniudhi wewe, lakini simama uingie mjini, nawe utaambiwa ya kupasayo kutenda. Mstari wa 6 ambao unaweza kuwa ni tafakari yetu, lakini simama uingie mjini, nawe utaambiwa ya kupasayo kutenda. Mtumishi wa Mungu Sauli akiwa bize anafanya kazi aliyodhani ya kwamba ni kazi yenye manufaa, ni kazi ambayo itampa furaha. Mtumishi wa Mungu anakwenda Dameski, anakwenda maeneo ya Yerusalemu, anawakamata watu, anawafunga, anawapatia shida, dhoruba. Mtumishi wa Mungu katika kazi hii, siku moja akiwa anafanya kazi, Mungu alikutana pamoja naye. Na kwa sababu kazi aliyokuwa anaifanya, Biblia inasema Sauli akazidi kutisha. Ndiyo, kazi ilikuwa inampa umaarufu. Kazi hii ilikuwa inamfanya Sauli aweze kufahamika, lakini kazi hii haikuweza kumpatia Sauli furaha ya kweli. Kazi hii haikuweza kumpatia Sauli kuridhika katika moyo wake. Lakini alipokutana na aliyekutana naye anakwenda Dameski, huyu akamwambia, simama uingie mjini, nawe utaambiwa ya kupasayo kutenda. Paulo alikuwa anatenda mambo tu. Paulo alikuwa anakamata tu watu, anawatesa watu wa Mungu. Paulo alikuwa anajihusisha na mambo hayo ambayo hayakumpa furaha. Lakini alipokutana na Yesu, mwangaza umetoka mbinguni ukamwambia, Sauli, Sauli, kwa nini waniudhi? Simama nami nitakuambia ya kupasayo kutenda. Kuanzia wakati huo, mtazamaji wangu, Paulo alianza kupitia uzoefu wa kupata furaha ya kweli. Kuanzia siku hiyo, mtumishi wa Mungu Sauli alipokutana na mwangaza wa Mungu, alipokutana na sauti inamwambia, nenda nitakuambia yale ya kupasayo kutenda, ndipo Sauli alipoanza kufanya kazi akiwa na furaha. Mtazamaji wangu, utakapoishi katika maisha haya ukapata fursa ya kukutana na Yesu, utaishi maisha ya kumuudhi Bwana. Sauli aliishi maisha ya kumuudhi Bwana. Sauli aliishi maisha ambayo hayana furaha. Sauli aliishi maisha ya kutesa nafsi za watu. Sauli aliishi maisha ya umaarufu, maisha ya kufahamika, lakini hayakuleta furaha kwake,
lakini hakuleta furaha kwa wale aliokuwa akiwahudumia. Lakini alipoambiwa na Yesu, inuka nikuambie ya kupasayo kuyatenda, kuanzia wakati ule Paulo alianza kuishi maisha ya furaha. Mtazamaji wangu, katika historia ya Paulo, katika kujifunza maisha ya Paulo, tunaweza tukajifunza mambo mengi ambayo yaliweza kuleta furaha katika maisha ya Paulo. Lakini nataka nikwambie ya kwamba katika maisha haya yako mambo yanayokupasa kuyatenda. Si kwamba unatakiwa kutenda tu mambo yoyote. Iko njia inayokupasa kuitenda. Nataka nikwambie, wewe haupo duniani kwa bahati mbaya. Haukuumbwa kwa bahati mbaya. Paulo alikuwa amezaliwa, na yeye alizaliwa katika mji ule wa Tarso, akawa anafanya tu mambo yake vyovyote, anatisha kwa umaarufu kwa sababu ambayo Mungu wako muumba kwayo. Lakini alipokutana na Bwana akamwambia, yako mambo yanayokupasa kuyatenda. Ziko njia ambazo unatakiwa uzitende. Kuanzia wakati huo Paulo alianza kuishi maisha ya furaha. Na nataka nikwambie mtazamaji wangu ya kwamba hapa duniani upo si kwa bahati mbaya. Mungu ana njia ambazo anatamani uzitende. Mungu ana vitu ambavyo anatamani uvitende, ambavyo hivyo ndivyo vitakavyoleta furaha. Furaha haitokani na yale mambo unayoyatenda yanayokufurahisha tu moyo. Furaha za dunia zinaweza kuleta furaha kwa muda kitambo, lakini yale yanayokupasa kuyatenda hasa ambayo Mungu ndiyo aliyokuumbia kwayo, hayo yatakupatia furaha ya milele. Mtumishi wa Mungu alipokutana na Yesu, maisha yake yalibadilika. Huyu aliyekuwa anawatesa watu wa Mungu sasa akawa ni mtumishi wa Mungu. Paulo akafanya safari 3 za kimishonari, na safari zote hizi zikawa ni safari za kutenda yale mambo ambayo yanampasa kutenda. Sio tu kutenda mambo yoyote, si tu kutenda mambo ya kutisha akawa maarufu, lakini akaanza kutenda katika yale mambo yanayompasa kuyatenda. Mtazamaji wangu, furaha ya kweli inapatikana katika yale mambo unayopaswa kuyatenda. Ulipoumbwa, Mungu aliweka kusudi, aliweka dhamira ya kwamba uishi katika dunia hii ukitenda mambo kadha wa kadha. Mungu hakukuumba duniani akakuweka bila sababu. Aliweka mambo kadhaa yanayoweza kuleta furaha katika maisha yako. Na nikwambie tu mtazamaji wangu ya kwamba utakapoishi katika patterns za Mungu, ukaishi katika kusudi Mungu alilokuumba kwalo, wewe utapata furaha. Lakini ukiishi katika mitazamo yako, katika njia zako, furaha ya kweli haitaweza kupatikana. Mtumishi wa Mungu Paulo sasa ikabidi abadili mtazamo katika yale mambo aliyokuwa anayawaza, na atende yale mambo ambayo kiukweli ndiyo yaliyotakiwa kufanyika. Katika maisha yako ni vizuri ukatafakari, hivi mimi ninatakiwa kutenda nini? Hivi Bwana ameniumba niweze kutenda nini? Paulo alipoulizwa swali hilo na Bwana, kwa nini unaniudhi? Paulo aliambiwa, unatakiwa kutenda mambo yanayokupaswa kuyatenda. Mtazamaji wangu, Paulo alipofanya umishonari, akaenda safari yake ya kwanza ya kimishonari akitenda mambo ambayo yanampasa kutenda. Paulo alipoenda katika safari yake ya pili ya kimishonari, alienda akitenda mambo yanayompasa kutenda. Paulo alipomaliza katika safari yake ya 3 ya kimishonari, alikuwa akitenda mambo yanayompasa kutenda, na yale mambo ndiyo yaliyokuwa yanaweka furaha katika moyo wake. Mtazamaji wangu, yale mambo ambayo yanakupasa kutenda ndiyo mambo yatakayoleta furaha. Na kwa sababu hii Paulo alitembea katika miji na vijiji akiwatia watu moyo ya kwamba na wao wanatakiwa kuwa na furaha ya kweli, na wao wanatakiwa kuwa na maisha yanayowapasa kuyaishi ili waweze kupata furaha ya kweli. Mtazamaji wangu, furaha haipatikani katika mambo ya dunia haya ya kawaida. Furaha ya kweli inapatikana katika mambo ya Mungu. Mtumishi wa Mungu Paulo akiwatia moyo watu, aliwaambia wanatakiwa kuwa na furaha ya kweli. Na katika kuhubiri katika Wagalatia, Paulo alipofundisha watu katika yale mambo wanayotakiwa kuyaendea, baada ya muda Paulo alipoondoka, walimu ambao walikuwa sio walimu wa kweli walifundisha kinyume na kile ambacho Paulo alikifundisha. Kwa hiyo Paulo aliporejea akaandika barua ya Wagalatia ambayo ilikuwa na hisia kali, kwa sababu Wagalatia walitakiwa kuendelea kuwa katika furaha.
kuendelea kuwa katika kusudi la maisha yao, lakini sasa wameondoka katika kusudi la maisha yao. Na Paulo anaandika barua yenye hisia ambayo ina sura 6 tu, Wagalatia, ikiwaambia kwa nini wameondoka katika kusudi na dhumuni la maisha yao, ambayo kiuhakika ndiyo inayoleta furaha katika maisha yao. Kwa hiyo Paulo alipoandika katika kitabu cha Wagalatia, ndipo kwa wale wasomi wa Biblia wanakutana na maneno, enyi Wagalatia, ni nani aliyewaloga? Paulo anaandika kitabu cha Wagalatia akiwa na hisia kali. Kwa nini hawa watu wamepotoka, wamewafuata walimu wa uongo, wameiacha njia ya kweli? Paulo aliwafundisha kanuni zinazoweza kuleta furaha katika maisha yao, lakini sasa wamepotoka. Paulo anajiuliza, enyi Wagalatia, ni nani aliyewaroga? Na sisi leo katika somo letu, furaha yako inatoka wapi? Je, unapata furaha wapi? Tutasoma katika kitabu cha Wagalatia sura ile ya 6 na ule mstari wa 14, wakati Paulo anazungumza vizuri na watumishi wa Mungu wa Wagalatia akiwa katika hisia kali. Maana alijua ya kwamba ili Wagalatia wawe na maisha sahihi, wanatakiwa kuishi katika yale mambo ambayo Mungu anawapasa waweze kuyatenda. Katika kitabu cha Wagalatia sura ile ya 6 utakutana na Paulo akihitimisha hotuba yake kwa Galatia. Anawaambia maneno mazito, mtazamaji wangu, maneno ambayo yanaweza kuwapatia furaha, maneno yanayoweza kuwapatia nguvu katika maisha yao. Katika kitabu cha Wagalatia sura ile Wagalatia sura ile ya 6 na ule mstari wa 14, hapo utapata maneno yenye nguvu, maneno ya Paulo kwa watumishi wa Mungu hawa Wagalatia. Biblia inasema, Wagalatia 6 na ule mstari wa 14, Paulo anasema, lakini mimi hasha, nisione fahari juu ya kitu chochote ila msalaba wa Bwana wetu Yesu Kristo, ambao kwa huo ulimwengu umesulubishwa kwangu na mimi kwa ulimwengu. Paulo anawaambia, lakini mimi hasha, nisione fahari juu ya kitu kingine. Kwa nini anawaambia maneno haya? Mstari ule wa 11, tazameni ni kwa herufi gani kubwa nimewaandikia kwa mkono wangu mimi mwenyewe. Wote watakao kuonekana ni wazuri kwa mambo ya mwili ndio wanaowashurutisha kutahiriwa, makusudi wasiudhiwe kwa ajili ya msalaba wa Kristo. Hilo tu, kwa maana hata wao wenyewe waliotahiriwa hawaishiki sheria, bali wanataka ninyi mtahiriwe wapate kuona fahari katika miili yenu. Kwa hiyo katika jopo la Wagalatia kulitokea malumbano ya hoja. Watu wakawa wanaleta hoja ambazo zilikuwa zinapinga hoja ya Paulo. Hawa walikuwa ni walimu wa dini ambao wameleta hoja ya kwamba lazima watu watahiriwe, lazima watu waishi katika kushika sheria, lazima watu waishi katika mwongozo wa kutunza sheria. Na utunzaji wa sheria katika Wagalatia ulikuwa ndio unawapa furaha, unawapa fahari hawa Wagalatia. Na utunzaji wa sheria katika muktadha wa walimu wa uongo wa Wagalatia ulikuwa unawaondoa katika ile furaha ambayo Paulo alikuwa ameifundisha mwanzo. Wao walikuwa wakifundisha ya kwamba sheria lazima ifuatwe, ndio ni jambo jema. Wao walikuwa wakifundishwa ya kwamba sheria lazima ishikwe, lazima watu watahiriwe, lakini walikuwa wanasahau kiini ambacho kingewapatia furaha. Paulo akawaambia, ndio ni jambo jema, lakini mimi hasha, nisione fahari juu ya kitu kingine chochote ila msalaba wa Bwana wetu Yesu Kristo, ambao kwa huo ulimwengu umesulubishwa kwangu na mimi kwa ulimwengu. Kwa hiyo Paulo namna alivyowaambia Wagalatia ya kwamba yeye kwake hakuna fahari nyingine. Wao fahari yao ilikuwa ni kutahiriwa, fahari yao ilikuwa ni kutunza sheria, hawa walimu wa uongo, lakini waliwafundisha Wagalatia. Kwa hiyo Wagalatia wakapotoka katika kweli na wakaanza kuishika sheria isivyo kweli, isivyoleta furaha katika mioyo yao. Paulo akawaambia, lakini mimi hasha, nisione fahari juu ya kitu kingine chochote ila msalaba wa Bwana wetu Yesu Kristo. Mtazamaji wangu, ikiwa kuna kitu unachokionea fahari, ikiwa kuna kitu unachokionea shauku, kitu hicho kinakupa furaha. Ikiwa kuna kitu ambacho umekiweka kuwa kiini katika maisha yako, kitu hicho kinakupa furaha. Furaha yako ni nini?
wewe katika maisha haya kitu gani kinakupa furaha? Paulo kuna kitu kimoja tu kilichompa fahari, kilichompa furaha. Paulo anasema, lakini mimi hasha, nisione fahari juu ya kitu chochote ila msalaba wa Bwana wetu Yesu Kristo. Msalaba wa Bwana wetu Yesu Kristo. Mtazamaji wangu, yale mambo yanayokupa furaha kwa kawaida utayaonea fahari. Ukipata simu nzuri utaionea fahari. Ukipata gari zuri utalionea fahari. Ukipata ndoa, kuna wakati ndoa inaweza inakupa furaha, utaionea fahari. Lakini Paulo baada ya kukutana na Yesu katika kisa ambacho tumekiona, hakuwa na kitu kingine kinachoweza kuonekana kama fahari kwake isipokuwa msalaba wa Bwana wetu Yesu Kristo. Huo ndio ulikuwa fahari yake. Hilo ndilo lilikuwa tumaini lake. Hilo ndilo lilikuwa jambo la kujivunia. Hiyo ndio ilikuwa furaha ya Paulo. Na niwaambie mtazamaji wangu, ikiwa furaha yako utaiweka katika jambo jingine, si msalaba, furaha yako itakuwa ya muda tu. Lakini furaha yako utakapoiweka katika msalaba wa Yesu Kristo, nataka nikuhakikishie mambo yote yatakwenda vizuri, kwa sababu msalaba una kitu unachokitangaza. Mpenzi mtazamaji, wewe uliumbwa si kwa bahati mbaya. Mungu alipokuumba, alikuumba ili uweze kuishi milele. Na katika uumbaji Mungu alitangaza kabisa, tufanye mtu kwa mfano wetu. Hebu nisome pamoja nawe katika kitabu cha Mwanzo sura ile ya kwanza na ule mstari wa 26 ili uweze kuona ya kwamba msalaba waweza kuwa ni kitu kinachoweza kupatia furaha. Katika kitabu cha Mwanzo sura ile ya kwanza na ule mstari wa 26, Mungu anasema, Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama na nchi yote pia na kila chenye kutambaa kitambaacho juu ya nchi. Kwa hiyo Mungu alipokuumba, alikuumba ili uweze kuwa mtawala. Alikuumba ili uweze kuishi katika utawala, uishi katika hali ya utawala. Maana hiyo ndio inayoleta furaha katika maisha yako, uishi katika dhumuni hilo. Lakini baada tu ya dhambi kuingia, mtazamaji wangu, Adamu aliishi miaka 930. Hakuweza kuishi katika kusudi hili kwa miaka yote aliyoishi duniani. Nuhu aliishi miaka 950. Hakuweza kuishi katika kusudi ambalo Mungu alikuwa ameliweka duniani kwa miaka yote, kwa sababu dhambi ilipoingia iliendelea kuharibu kusudi. Yale ambayo tunapaswa kuyatenda, yale ambayo tunapaswa kuyaishi, yaliendelea kuharibika kwa sababu tayari dhambi ilishaingia. Miaka ya wanadamu imeendelea kupunguzwa siku hadi siku. Mwanadamu hawezi kupata furaha tena mpaka atakaporudi katika kusudi ambalo Mungu ameliumba. Kwa hiyo Adamu akaishi miaka hiyo niliyokuambia, na Nuhu, Lameki wa Biblia, aliishi miaka 777. Wote hawa walipokuwa wakiishi katika maisha yao, ndio walikuwa wanajifunza habari za Mungu, lakini ili waweze kurejea katika furaha, lazima walitakiwa kuwa na kitu ambacho kitawaondoa katika dhambi ambayo ilikuwa tayari imeshagubika katika maisha yao. Ndiyo maana kwa haraka sana, mtazamaji wangu, baada ya Adamu kutenda dhambi, Mungu alimwambia lazima utazame pale ambapo ndipo kuna furaha yako. Na kwa haraka sana, kwa wale wanasoma Biblia, Adamu alipotenda dhambi aliambiwa kumchinja mwana kondoo. Hilo ndilo lilikuwa tangazo ambalo lingeleta furaha katika maisha yake. Hilo ndilo lilikuwa tangazo ambalo lingeleta fahari, likaleta furaha. Kwa hiyo Adamu anapochinja mwana kondoo, kulikuwa hakuna ajenda nyingine, mtazamaji wangu. Ajenda iliyokuwepo pale ni Adamu kuweza kutazama msalaba wa Yesu Kristo, ambao msalaba unatoa damu yenye kutufanya tuweze kurudi katika kusudi la maisha yetu. Kwa hiyo Adamu anapochinja mwana kondoo anatazama msalabani. Adamu anapochinja mwana kondoo anatazama msalabani, lakini alipozaa watoto wake wawili, Kaini pamoja na Habili, aliwafundisha sehemu inayoweza kuleta furaha katika maisha yao. Akawaambia, watoto wangu, lazima tuutazame msalaba. Kwa hiyo
kafara zetu zitakuwa ni zile ambazo Mungu anazihitaji, zinazotutazamisha msalabani. Kwa hiyo Adamu na watoto wake walikuwa wakiishi kwa kutazama msalabani. Vizazi vingine vilivyofuata pale, akina Nuhu, ili waweze kupata furaha ya maisha yao, walitakiwa kuutazama msalaba. Kwa hiyo Agano la Kale linaishi kwa kutazama msalaba, maana hapo ndipo kuna furaha ya mwanadamu, hapo ndipo kuna fahari ya mwanadamu. Na hata wana wa Israeli walipokuwa wakisafiri, wanapoambiwa tengenezeni patakatifu, hakuna lengo jingine, ni wao waweze kutazama msalaba. Ndipo Walawi wakatengeneza patakatifu. Wana wa Israeli wanasafiri katika safari yao, wanatazama msalaba, maana ndiyo shauku yao, ndiyo furaha yao. Mwanadamu hatakuwa na furaha nyingine katika dunia hii ambayo itampatia kuridhika. Mwanadamu hatakuwa na shauku nyingine ambayo itampatia kuridhika mpaka pale atakapoishi katika yale mambo ambayo anatakiwa kuyaishi. Adamu akatazamishwa msalabani, wana wa Israeli wakatazamishwa msalabani kwa kile ambacho walitakiwa kukifanya katika patakatifu. Lakini mpaka Agano la Kale linamalizika, watu walifundishwa kutazama msalabani. Na niwaambie, katika Agano la Kale, wale watu waliotazama msalaba kwa kutazama kifo cha Yesu msalabani, waliishi wakiwa na matumaini, waliishi wakiwa na furaha, waliishi wakiwa na dhamira. Yesu alipokuja hapa duniani, alikuja akiwa na dhamira moja tu, dhamira ya kwenda msalabani ili anapokufa watu waweze kupata furaha. Na aliishi akiongea juu ya msalaba, aliishi akitenda kwa ajili ya msalaba, aliishi akiwashauri watu, akiwashauri kwa ajili ya msalaba. Kwa hiyo dhamira ya Yesu ilikuwa msalabani. Dhamira ya Adamu ili apate furaha ni msalabani. Dhamira ya vizazi vya Adamu ili vipate furaha ni msalabani. Yesu alipokuja, maongezi yake, namna alivyoishi, namna alivyotenda, alikuwa akitazama msalabani. Na alipokuwa msalabani alisema maneno machache tu, imekwisha, ili ya kwamba watu waweze kupata furaha ya kweli. Na baada ya Yesu kufa pale msalabani, ilidhihirisha ya kwamba wale wote ambao watamtazama pale msalabani watapata furaha ya kweli. Na ndiyo maana baada ya kifo cha Yesu, wale wote walioshuhudia habari za Yesu baada ya kifo cha Yesu hawakushuhudia jambo jingine, walishuhudia msalaba wa Yesu Kristo. Stefano aliyekufa akipondwa kwa mawe, hakufa akipondwa kwa mawe akizungumza habari za mambo mengine, mtazamaji wangu. Alikufa akipondwa kwa mawe akizungumza habari za msalaba na kile kilichotokea katika msalaba. Na wale watu wengi waliotiwa moyo, watumishi wa Mungu, baada ya kifo cha Yesu, wengine waliokuwa imara, walikuwa wakizungumza habari za msalaba, kwa sababu msalaba ndio unaoleta shauku katika maisha yetu. Msalaba ndio fahari inayoleta nguvu katika imani yetu. Msalaba ndiyo nguvu inayoweza kutupatia chaji za maisha ya kiroho. Kwa hiyo fahari ya Paulo ilikuwa ni msalaba. Furaha ya Paulo ilikuwa ni msalaba. Hakuna kitu ambacho kilileta furaha isipokuwa msalaba wa Yesu Kristo. Wale wafia dini wa mwanzo walitiwa nguvu kwa sababu ya msalaba. Wale walioutazama msalaba walipata nguvu za kiroho. Wagalatia walipopotoka, Paulo aliwaambia, ni nani aliyewaroga? Mbona mnaweka furaha katika mambo ya sheria? Mbona mnaweka furaha katika mambo ya dunia yanayopita? Ndiyo, yako mambo yatatupa furaha, lakini mtazamaji wangu, nataka nikwambie ya kwamba kuna furaha nyingine zitakuwepo, lakini ni furaha za muda kitambo tu. Furaha inayoweza kukupatia furaha ya muda wote ni furaha ya msalabani, ya kwamba Yesu alitenda kitu kwa ajili ya maisha yako. Furaha inayoweza kukupatia shauku ya maisha yako ni furaha ya msalabani, ya kwamba Yesu alitenda kitu kwa ajili ya maisha yako. Paulo anawaambia, hasha mimi nisione fahari juu ya kitu kingine isipokuwa msalaba wa Yesu Kristo. Nataka nikwambie siri moja katika somo la leo. Katika maisha yako, najua yako mambo yanayokupa furaha. Ninajua kabisa yako mambo ambayo yawezekana kwa kuyasikia yanakupa furaha. Yako mambo ambayo yawezekana kwa kuyatenda yanakupa furaha. Yako mambo ambayo yawezekana kwa kuyaishi yanakupa furaha. Lakini nataka nikwambie hizo furaha zote ni furaha za muda kitambo.
Paulo anasema hasha, mimi nisione fahari juu ya kitu kingine ila msalaba wa Yesu Kristo. Leo katika somo la leo, ikiwa utaweka furaha yako msalabani, ikiwa utaweka furaha yako katika mambo ya msalaba, ikiwa furaha yako itakuwa ni kile Yesu alichokutendea. Unajua mtazamaji wangu, ninaposema msalaba ninamaanisha kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Ninaposema msalaba ninamaanisha maisha ya Yesu Kristo. Ninaposema msalaba ninamaanisha kifo cha Yesu Kristo. Kama furaha yako itatokana na haya mambo matatu niliyoyasema, hakuna kitu kitakachoweza kukunyang'anya furaha. Utakuwa na furaha ya ndani ya moyo wako, utakuwa na amani ndani ya moyo wako, utakuwa na matumaini katika moyo wako. Hicho ndicho kitu ambacho kilimfanya Paulo katika safari zote za kimishonari. Alipitia changamoto, lakini nimekuambia baada tu ya kukutana na Yesu, Paulo alianza kuishi maisha ya furaha. Mtazamaji wangu, je, unataka kuishi maisha ya furaha? Utazame msalaba. Mtazamaji wangu, je, unataka kuishi maisha ya ndoa yenye furaha? Tazama msalaba. Mtazamaji wangu, je, unataka kuishi maisha ya kazi yenye furaha? Utazame msalaba. Mwanadamu yeyote anapoutazama msalaba, kuna furaha ya pekee sana. Mwanadamu yeyote anapouacha msalaba anakosa furaha. Ndiyo, utaishi kwa kujifariji kwa mambo haya madogo madogo, utaishi kwa kupata fedha, utadhani una furaha, lakini utakuwa umekosea lengo la maisha yako. Utaishi kwa kujifariji ya kwamba cheo chaweza kuleta furaha, lakini utakuwa umekosea lengo la maisha yako. Furaha ya kweli inapatikana katika msalaba wa Yesu Kristo, ambao huo ndio ulikuwa fahari ya Paulo mtumishi wa Mungu. Baada ya kuishi maisha yasiyo na furaha, alipokutana na Yesu akaanza kuishi maisha yaliyolenga msalabani. Maisha yake yalikuwa ya furaha. Mtazamaji wangu, natamani katika maisha yako uishi maisha ya furaha. Jamani, Bwana asifiwe. Uishi maisha ya furaha. Je, unatamani kuishi maisha ya furaha? Tazama msalabani. Sasa sikiliza, mwandishi mmoja maarufu sana anaitwa Ellen G. White, mwaka 1900 aliwahi kuzungumza maneno haya. Sikiliza kwa makini sana. Msalaba, msalaba, 1900 mwaka huo alizungumza maneno haya. Msalaba, msalaba, uinue msalaba. Na katika kazi ya kuuinua msalaba utajikuta msalaba umekuinua wewe. Jamani, Bwana asifiwe. Unapouinua msalaba, msalaba utakuinua wewe. Yaani msalaba upo ili uweze kukupa nguvu wewe. Msalaba, uinue msalaba rafiki yangu mtazamaji, uinue msalaba. Na alisema maneno haya mwaka huo 1900, alisema maneno haya: msalaba, msalaba umekuwepo kama njia ya kumjua Mungu wa kweli. Msalaba ni njia ya kumjua Mungu wa kweli. Msalaba ni njia ya kumjua Yesu aliyetumwa na Mungu. Msalaba pekee unaweza ukapima urefu, upana na mapana ya upendo wa Mungu usio na kikomo. Msalaba. Kwa hiyo msalaba, Paulo anaposema fahari yangu mimi ni msalaba, anatazama mahali ambapo panapima ukubwa na upana wa upendo wa Mungu. Upendo wa Mungu haupimwi katika majibu ya maombi unaoyaombwa. Upendo wa Mungu unapimwa katika msalaba. Kwa hiyo msalaba ni ajenda nyeti katika maisha ya kiroho. Na katika kitabu cha maombi anazungumza maneno haya nabii wa Mungu Ellen G. White. Anasema kitabu cha maombi ukurasa ule wa 288 paragraph ile ya 2 na ya 3, anazungumza maneno haya: lazima tukusanye kuhusu msalaba. Lazima tukusanye kuhusu msalaba. Kristo na yeye aliyesulubiwa anatakiwa kuwa kiini cha tafakari yetu. Kristo na yeye aliyesulubiwa anatakiwa kuwa kiini cha mazungumzo yetu. Kristo na yeye aliyesulubiwa anatakiwa kuwa ndiye furaha yetu kuu. Furaha yetu kuu. Kristo na yeye aliyesulubiwa anatakiwa kuwa furaha yetu kuu. Mtazamaji wangu, katika maisha yako,
katika maisha yangu, katika maisha yako, usiweke furaha katika mambo ya muda mfupi. Usiweke furaha yako katika mambo ya muda mfupi. Wakristo waliotiwa moyo zamani waliweka furaha yao msalabani. Wakristo waliotiwa moyo baada ya Kristo waliweka furaha yao msalabani. Paulo anasema, hasha, nisione fahari juu ya kitu kingine ila msalaba wa Yesu Kristo. Na hapa Ellen G. White anatuambia ya kwamba msalaba ndio unaotakiwa kuwa furaha yetu kuu. Kama kuna kitu kinachoweza kukupa furaha ni msalaba wa Yesu Kristo. Nimekuja kugundua ya kwamba wakati fulani waweza kuuzungumza msalaba katika mtazamo mpana, ya kwamba Yesu alitufia. Yatakiwa msalaba uweze kuwekwa katika mazingira binafsi, ya kwamba Yesu alinifia. Msalaba unaweza kuwa furaha inayoweza kuongoza maisha yako. Mtazamaji wangu, katika maisha yako, tamani msalaba kuwa furaha yako. Furaha ya msalaba hakuna anayeweza kuiondoa. Furaha ya msalaba hakuna anayeweza kuiondoa. Furaha ya msalaba ni furaha ya kudumu milele zote. Kile Yesu alichokufanyia, unajua ilikuwa upotee milele, lakini kile Yesu alichokufanyia kinakufanya wewe uweze kuishi milele. Msalaba wa Yesu Kristo umeleta matumaini katika mioyo ya wacha Mungu. Msalaba wa Yesu Kristo umeleta matumaini katika mioyo ya wafia dini. Nakumbuka wengine walipopelekwa mbele waweze kuuawa, walisikika wakisema, kwa hiki ninachokiamini, hata kama mtanichoma moto, mimi siwezi kuacha kuamini jambo hili. Msalaba wa Yesu Kristo utaleta nguvu katika maisha yako ya kiroho. Sijui unapata wapi nguvu, mtazamaji wangu. Mimi sijui unapata wapi matumaini. Mimi sijui unapata wapi furaha. Mimi sijui, lakini katika somo langu nataka nikwambie, ikiwa utaweka furaha na matumaini katika msalaba wa Yesu Kristo, nataka nikwambie maisha yako yatabadilika. Ni cheo hakitaweza kukupatia furaha ya muda mrefu. Furaha itakuwepo lakini itapita. Ni umaarufu hautaweza kukupa furaha ya muda mrefu. Furaha itakuwepo lakini furaha itapita. Ni simu mpya haitaweza kukupatia furaha ya muda mrefu. Ni furaha itakuwepo, ni furaha itaondoka. Ni ndoa, watu tunapoolewa na kuoa na kuolewa, kuna hisia chanya inakuja moyoni ya furaha, na hiyo yaweza kuwepo, lakini nikwambie mtazamaji wangu, ni furaha ya muda mfupi. Hiyo itakuwepo, itaondoka. Ni wazazi watakupa furaha, lakini watakuwepo, wataondoka. Furaha ya kweli, mtazamaji wangu, inapatikana pale mwanadamu anapojua yale yanayompasa kuyatenda ya kuishi milele, ambayo yanapatikana msalabani, msalaba wa Yesu Kristo. Paulo alipouweka kuwa tumaini lake, aliishi maisha ya furaha. Wafia dini walipoweka msalaba wa Yesu kuwa tumaini lao, waliishi maisha ya furaha. Na wote waliotegemea msalaba, maisha yao yamekuwa ni maisha ya furaha. Haimaanishi haya mambo mengine tusiyafanye yanayoleta furaha, lakini kitu gani kinakupa furaha kuu katika maisha yako? Chunguza katika maisha yako. Kitu gani kinaleta fahari katika maisha yako? Je, waweza kusema kama Paulo, hasha, mimi nisione fahari juu ya kitu kingine? Je, waweza kusema kama Paulo ya kwamba msalaba huo ndio fahari yako? Mtu mmoja akasema, msalaba wa Yesu, msalaba wa Yesu nikae karibu. Msalaba wa Yesu nikae karibu ni kitu kinachoweza kukupatia nguvu. Nataka nikupe siri moja ya kwamba kama unatamani kuishi maisha ya furaha, uinue msalaba wa Yesu Kristo katika maisha yako. Kama unataka kuishi maisha yenye nguvu za kiroho, uinue msalaba wa Yesu Kristo. Kama unataka kuishi maisha yenye furaha kazini, uinue msalaba wa Yesu Kristo katika ofisi yako. Kama unataka kuishi maisha yenye furaha ya kweli ya kudumu, achana na furaha nyingine zote hizi ambazo ni za muda mfupi. Tafuta furaha ya kweli ambayo inapatikana katika msalaba wa Yesu Kristo. Katika somo letu la leo, furaha yako inapatikana wapi? Je, umeweka furaha katika mambo ya dunia?
Wako watu wanaweka furaha katika michezo ya dunia hii. Wako watu wanaweka furaha katika mambo ya umaarufu. Wako watu wengine wanaweka furaha katika mambo ambayo yanapita. Lakini ili uweze kuwa na furaha ya kweli, lazima uchague mambo yanayodumu milele. Mtazamaji wangu, msalaba utadumu milele. Mambo yote yatapita, lakini msalaba utadumu milele. Msalaba utakuwa ni ngazi itakayowapatia watu kupata maisha ya milele. Msalaba utakuwa ni tumaini litakalowafanya watu waweze kuishi maisha matakatifu. Msalaba utakuwa ni nguvu, catalyst, itakayowafanya watu waweze kufanya mambo yao vizuri. Kuanzia leo, usitende mambo ya Mungu kwa sababu nyingine yoyote. Tenda mambo ya Mungu kwa sababu ya msalaba wa Yesu Kristo. Kwa nini unaimba? Msalaba wa Yesu Kristo. Kwa nini unakwenda kanisani? Msalaba wa Yesu Kristo. Kwa nini umeamua kuwa mcha Mungu? Msalaba wa Yesu Kristo. Kwa nini umeamua kuwa mtu unayesambaza habari njema? Msalaba wa Yesu Kristo. Hasha mimi nisione fahari juu ya kitu kingine ila msalaba wa Yesu Kristo. Kwa nini umeamua kufanya mambo mema? Msalaba wa Yesu Kristo. Nataka nikwambie, watu ambao sababu ya maisha yao ni msalaba, hawatakata tamaa. Wako watu ambao wengine wameamua kuabudu kwa sababu mbalimbali, na zile sababu zinapoondoka wanaacha kuabudu. Wako wengine ambao wameamua kufanya mambo mema kwa sababu kadhaa, lakini zile sababu zinapoondoka, yale mambo mema yanakatika na hawawezi kuwa na matumaini tena. Wako wengine wameamua hata kujiunga kwaya na kuimba kwa sababu mbalimbali. Wakati fulani wanapokumbana na vikwazo mbalimbali, vile vikwazo vinakuwa ni kitu kinachokinga maisha yao na kushindwa kuendelea. Nataka nikwambie, ikiwa msalaba wa Yesu Kristo utakuwa ndio catalyst, ndio nguvu inayokusukuma katika mambo ya kiroho, hakuna kikwazo chochote kitakachokuzuia kuifanya kazi kwa sababu ya msalaba. Hakuna sababu yoyote itakayozuia maisha yako kumtangaza Bwana. Hakuna chochote kile kitakachoweka maisha yako kuwa ya furaha isipokuwa msalaba wa Yesu Kristo. Mtazamaji wangu, ikiwa kuna mambo ambayo yalikuwa yanaleta furaha katika maisha yako, angalia ili uweze kuweka msalaba wa Yesu Kristo kuwa furaha yako. Ikiwa kuna mambo fulani ambayo yalikuwa yanakupa furaha, wakati fulani unajikuta hata unafanya mambo fulani kwa nguvu kwa sababu una furaha inayotokana na mambo hayo, nataka nikwambie hiyo furaha inaweza ikakoma. Furaha ya kweli inapatikana msalabani, mahali ambapo Mungu mwenyewe alisema ya kwamba kwa upendo wangu nitakuja kuwakomboa, kwa upendo wangu nitakuja kufa mimi mwenyewe, kwa upendo wangu nitakuja kuishi katika maisha yao, na nitawakomboa, na kwa sababu ya maisha hayo ndipo sisi wanadamu tunaweza tukapata nguvu. Mtazamaji wangu, nguvu yako inapatikana wapi? Msalabani. Mtazamaji wangu, furaha yako inapatikana wapi? Msalabani. Usiuache msalaba wa Yesu Kristo, hata kama kulikuwa kuna sababu nyingine inayokufanya uende kanisani. Najua kuna wakati hata mimi, hata wewe unaweza kusema leo ninakwenda kanisani kwa ajili ya kumwambia Bwana maombi, lakini nataka nikwambie hiyo sio sababu toshelezi kwa ajili ya maisha yako kuwa na furaha. Hiyo sio sababu toshelezi kwa ajili ya maisha yako kuendelea kuwa na furaha katika maisha haya. Maana kuna vitu vingi vinaweza kukufanya ukakata tamaa, lakini nakwambia, ikiwa msalaba ndiyo tumaini lako, ikiwa msalaba ndiyo shauku yako, ikiwa msalaba unakupa fahari, nataka nikwambie maisha yako yatakuwa na amani na utaishi maisha yenye furaha. Watu watakuwa wakiuliza, huyu mtu ndiyo ana pesa ana furaha, huyu mtu hana pesa ana furaha. Utawajibu kama Paulo katika kitabu cha Wagalatia sura ile ya 6 kama tulivyosoma na ule mstari wa 14. Wagalatia sura ile ya 6 na ule mstari wa 14, kwa furaha ukisema, lakini mimi hasha, nisione fahari juu ya kitu chochote ila msalaba wa Bwana wetu Yesu Kristo, ambao kwa huo ulimwengu umesurubishwa kwangu na mimi kwa ulimwengu. Kwa sababu hiyo kutahiriwa si kitu,
wala kutokutahiriwa, bali kiumbe kipya. Na wote watakaoenenda kwa kanuni hiyo niliyowaambia, amani na iwe kwao na rehema, naam, kwa Israeli wa Mungu. Mpaka mstari wa 16. Wote wanaochagua kuenenda katika kanuni hii, amani na iwe kwao. Wote wanaochagua kuenenda katika kanuni hii, Biblia inasema amani iwe kwao, amani iwe kwao na rehema kwa Israeli wa Mungu. Katika somo la leo, Mungu akusaidie, Mungu anisaidie ili niweze kuishi maisha ya furaha, maisha ya amani. Nani asiyependa maisha ya amani, maisha ya furaha? Na nimewaambia amani ya kweli inapatikana katika msalaba wa Yesu Kristo, kuelewa kuzaliwa kwa Yesu Kristo, kuelewa maisha ya Yesu Kristo, kuelewa kifo cha Yesu Kristo na sababu yake. Na nimewaambia chukua jambo hili kama jambo binafsi, maisha yako yatabadilika. Na kuanzia leo mwambie Mungu, naomba unisaidie nisiishi maisha ya furaha katika mambo ya dunia, nisiishi maisha ya furaha katika mambo yanayoleta umaarufu, hapana, lakini niishi maisha ya furaha katika jambo ambalo Paulo alijisifu kwalo likampa furaha, katika jambo ambalo wafia dini walijisifu kwalo likawapa furaha, katika jambo ambalo maisha ya watu wote katika Biblia yalipotiwa moyo katika jambo hili, maisha yalikuwa ya furaha. Mtazamaji wangu, ndiyo, katika maisha haya tafuta furaha ya kweli, na furaha ya kweli inapatikana katika kumjua Yesu Kristo na msalaba wake. Na mtu yeyote anayeishi katika kujua mambo hayo, maisha yake yatakuwa ya amani. Mimi nakuombea mtazamaji wangu, najua unapita katika vipindi fulani vya mawazo, wakati fulani unakosa amani. Nataka nikwambie, ikiwa utajua msalaba wa Yesu Kristo na dhumuni lake, maisha yako yatakuwa ya amani licha ya changamoto unazozipitia. Unaweza ukaamini ya kwamba wafia dini wengine waliamua kwenda kuuawa lakini wakiwa na matumaini. Je, unaweza ukaamini ya kwamba wengine waliamua kukatwa na misumeno lakini wakiwa na matumaini? Msalaba wa Yesu Kristo utakupa tumaini. Msalaba wa Yesu Kristo utakupa nguvu za maisha ya kiroho, lakini pia za maisha hapa duniani. Nimewambia Adamu aliishi miaka 930. Sijui wewe Mungu atakupa miaka mingapi, lakini nikwambie katika kipindi hicho hicho Mungu atakachokupatia, unaweza kuishi kwa furaha, kwa amani, ikiwa msalaba wa Yesu Kristo utakuwa ndio jambo la kwanza katika maisha yako. Ninakuombea mtazamaji wangu, usifanye kitu kingine kuwa fahari yako isipokuwa msalaba wa Yesu Kristo, na jambo hilo litakapotokea, baraka za Bwana zitakujilia. Utaishi maisha ya furaha, utaishi maisha ya amani, na jina la Bwana litatukuzwa katika maisha yako. Ninapokwenda kukuombea, mimi sijui kitu gani kinakupa furaha, mimi sijui. Na inawezekana siku ya leo kuna kitu fulani kimetokea kimekupa furaha, au wengine maisha yametokea siku ya leo haikuwa ya furaha. Nataka nikwambie kuna sehemu tunaweza tukapata furaha ya kweli ikagubika katika mioyo yetu licha ya yale yanayoendelea. Nitakwenda kukuombea ili Bwana akupe uwezo wa kuthamini msalaba katika maisha yako. Na baada ya kuthamini msalaba wa Yesu Kristo, na kuhakikishia kuanzia leo maisha yako yatakuwa maisha ya amani licha ya changamoto ambazo utazipitia. Ikiwa ni tamanio lako kuishi maisha ya furaha, ikiwa ni kusudio lako kuishi maisha katika yale mambo ambayo Mungu anatamani kuyaishi, nitakwenda kukuombea ombi la mbaraka ili Bwana aweze kukusaidia kuishi maisha ya furaha. Na kuanzia leo tunapokwenda kuomba, mwambie Bwana, ninatamani kuishi maisha ya furaha. Ndiyo magonjwa yamenizidi, lakini natamani kuishi maisha ya furaha. Ndiyo madeni yamenizidi, lakini natamani kuishi maisha ya furaha. Ndiyo wakati fulani vurugu katika familia, lakini leo mwambie Bwana, nimesikiliza neno lako ya kwamba msalaba unaleta furaha, nami kuanzia leo ninaomba unipatie furaha. Na nakuhakikishia baada ya maombi haya Bwana atakupatia furaha. Mtazamaji wangu, tunaweza tukaomba. Fumba macho tuweze kuomba. Baba na Mungu wetu wa mbinguni, asante kwa sababu ya neno lako takatifu, ya kwamba hakuna furaha nyingine, hakuna fahari nyingine isipokuwa msalaba wako. Na katika masaa haya Mwenyezi Mungu, neno ambalo umenipatia nimelileta kwa msikilizaji na mtazamaji katika television hii. Ninaomba maneno haya yakawe ya kweli,
ya kwamba furaha yake itapatikana msalabani. Mwingine anapitia changamoto katika maisha yake, lakini Bwana msaidie kujua ya kwamba msalaba utampatia matumaini na nguvu. Mwingine anapitia kukata tamaa, lakini Bwana kupitia somo la leo msaidie kujua ya kwamba msalaba utampatia nguvu na matumaini katika maisha yake. Mwingine aliweka furaha katika mambo ya dunia yanayopita, lakini msaidie kujua ya kwamba hakuna furaha nyingine isipokuwa msalaba wa Yesu Kristo. Na kwa hivyo masaa haya ninamkabidhi mtazamaji mikononi mwako, nikikusihi Bwana kupitia maombi haya, weka furaha ya kweli katika moyo wake. Furaha yake ikatokane na kile ulichokitenda katika msalaba. Na katika dunia hii kwa miaka utakayompatia, mpatie maisha ya furaha, maisha ya amani, maisha ya kusudi kama maisha ya Paulo, maisha ya kujua ya kwamba hakuna kitu kinachoweza kuleta furaha isipokuwa msalaba wa Yesu Kristo. Na kuanzia leo, acha msalaba wako uwe tumaini lake. Acha msalaba wako uwe ni nguvu yake. Acha msalaba wako uwe ni tumaini lake. Na tunapomaliza maombi haya, ikiwa kuna chochote alichokuambia mtazamaji, basi ninakuomba ukakitendee kazi kwa kutazama kile ulichokitenda pale msalabani. Baba, asante kwa neno lako. Tusaidie mimi pamoja na mtazamaji kuishi maisha yanayoakisi kile ulichokitenda msalabani. Asante kwa kusikia ombi letu hili katika jina la Yesu Kristo. Amen. Bwana akubariki sana.